أعوذ بالله سميع عليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Ikhwani zangu, ama anwani yangu leo hii inasema kumjua mke au mume, nani kati yao ni tasa asiyezaa. Mara nyingi tumekuwa tukizoea kwamba mwanamke ndiyo ana tatizo ya changamoto ya kuto kuzaa, lakini ikumbukwe pia hata mwanamume anaweza akawa ni sababu ya kuto kuzalisha. Sasa kipimo chetu cha kuweza kumjua huyu mwanamume mbegu zake zinatosheleza kuzalisha au haziwezi kuzalisha, yani hii tatizo la kuto kupatikana mtoto ndani ya nyumba ni tatizo lake huyu mume, au tatizo la kuto kupata mtoto ndani ya nyumba ni tatizo lilopo kwa mke. Nisikilize hii, chukua hii, nadhani ulikuwa haunayo, na kuachia hii kama sadaka yangu kwa idhini yake tabaraka wa taala. Unapotaka kulijua hilo, embu nenda masokoni, katafute kitu kinachoitwa tajina. Subhanallah. Katafute nini ile chungu cha udongo chekundu. Pata chungu cha udongo kilichokuwa chekundu. Ukipata hicho chungu cha udongo au kilichotengenezwa kwa udongo mwekundu tuseme yani, ukisha na kiwe kipya, yani kisiwe huko umeenda kukinunua kimetumika, hapana. Kiwe ni kipya na ambacho hakijamwagiliziwa maji ndani yake au hakijaroa tuseme yani. Ukishakipata hito, fuata utaratibu huu. Siku miongoni mwa masiku, wewe na mke wako mtakapoamua muingie katika kuikamilisha ndoa yenu ndani ya siku hiyo, basi wakati mnatenda ile ndoa yenu, kile chungu kiwe pembezoni hapa, kisiwe mbali nanyi pia, kiwe hapa. Kwa hiyo mtafanya jambo lenu, tendo lenu kwa uzuri kabisa yani. Lakini itakapofikia sasa huyu mume anataka kushusha mbegu zake, basi ashushie ndani ya kile chungu. Atakaposhusha katika kile chungu, sasa hapo ndipo panapokuja dalili, na dalili ni hizo mbili tu. Tutasema hivi, kile chungu kama kitaweza kunywa yale manii, yani yakazama ndani ya kile chungu, kaukia ndani kwa ndani, kama jinsi wale wanaomwagilizia matofari ya block, nadhani unajua kwamba kimwagilizia maji unakuta ile tofali na linanyonya yale maji na yanazama ndani. Na ndivyo hivyo hicho chungu kama kitakuwa zile mbegu zitafyonzwa na kuingia ndani, basi tunasema tatizo hilo lipo kwa mwanamke. Na kama zile mbegu hazitofyonzwa baada ya kuwa zimewekwa kwenye chungu kile, zikawa zipo tu juu vile vile, basi tatizo hilo ni la mwanamume. Hiyo huna, wallahi ni mujarabu. Na ukitoka hapo hata nenda hospitalini utakuta hivyo. Kapime vipimo hata vya kizungu, utakuta kipimo hiki kinakwambia vile vile. Subhanallah. Kwa hiyo wakati mwingine tusianze kurumbana ndani, wewe uzai unajaza choma yake, na mawifi nao kishasikia kwamba wakishaona wifi yao amekaa miaka miwili mitatu hazai, basi unatujazia namna ni mtoto asije kaetu kadha, si tutamtafutia mwingine mambo. Subhanallah. Sasa kumbe tatizo unaweza kukuta ni la mume, na kile chungu kinaweza kumpa ni kipimo tosha kabisa cha kujulisha nani mwenye shida katika hawa wawili, ili tuweze kupata kuwasaidia kwa idhini yake tabaraka. Kama ni mke basi aweze kutibika, na kama ni mume aweze kutibika, kwa sababu waume wengi hawapendi kutumia dawa za kuwatibia kwamba
kwa maana ya kwamba wanaweza wakawa na tatizo la kutokutungisha mimba, bali wanamume asilimia kubwa hujiona kwamba wao wamekamilika katika hali ya namna hiyo. Inshallah basi mimi hiyo ni faida yangu, ni kuachie wewe. Ama cha kumalizia niseme mimi Sheikh Khamis Suleimani na nyumba ya tiba na dua kwa ujumla wetu tupo tayari kuwafanyia dua watu wenye matatizo, wenye mazonge, wenye mitihani, wenye madhila, kadha wa kadha. Karibu ndani ya nyumba ya tiba na dua, tuinue mikono tumwambie subhanahu wa ta'ala. Lakini pia sisi nyumba ya tiba na dua na Sheikh Khamis Suleimani tunatibia kwa tiba hizi zetu za kisunna. Kwa shida ya maradhi yoyote yale, hebu tufikishie kwetu, na kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu tutakutibia kama tulivyoelekezwa katika kitabu na sunna ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inshallah nikuage kwa siku hii ya leo kwa kusema dumu fi riayatillahi wa amnihi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.